Asante sana. Karibuni waandishi wa habari. Karibuni sana kwenye ukumbi wa Mzee Shabani Mlo. Kwa mara nyingine tena tunawakaribisha tuweze kwa pamoja tuweze kuwajulisha umma wa Tanzania kuhusiana na kile ambacho tumekipata ndani ya chama chetu. Kwa hiyo karibuni sana muweze kuwa sehemu ya kufikisha ujumbe wetu kwa Watanzania wote wenye mapenzi mema na chama chetu. Taarifa kwa umma juu ya mtizamo wa chama chetu cha wananchi CUF kuhusu maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa kutengua matokeo ya uchaguzi wa viongozi wa kitaifa wakuu wa chama mwaka 2026. Ndugu wanahabari, kama mnavyokumbuka, CUF chama cha wananchi kilifanya uchaguzi wa chama ndani ya chama mwaka 2024 Disemba, uliofanikisha kupata mwenyekiti wa chama taifa, makamu mwenyekiti wa chama taifa upande wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa chama upande wa bara, na pia kupata wajumbe wa baraza wa kanda 9 kama katiba yetu inavyosema kwa Tanzania bara, Tanzania upande wa Zanzibar. Uchaguzi huo ulishuhudiwa na msajili wa vyama vya siasa kila hatua, kwa maana ya kwamba kuanzia hatua ya mwanzo mpaka mwisho. Tangia tunaanza uchaguzi alikuwepo, usajili alikuwepo, uchaguzi alikuwepo, kutangazwa matokeo alikuwepo, na mpaka mwisho aliojiwa na vyombo vya habari na akathibitisha kwamba ameshuhudia uchaguzi uliokuwa wa uwazi, wa uhuru na haki, na alitupongeza chama kwa kuandaa mkutano mzuri. Alikuwepo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kufuatia mkutano huo, kufuatia mkutano huo kubikwa na ushindani mkali kutokana na nafasi za juu kugombewa na wanachama wengi na kuonekana ugumu wa kuchuja wagombea, Baraza Kuu la Uongozi wa Taifa lililokuwa linaandaa mkutano mkuu huo lilitumia mamlaka yake ya kikatiba kikanuni kuweka kando masharti ya kanuni 3 miongoni mwa kanuni zinazoongoza uchaguzi mkuu wa chama ndani ya chama. Baraza Kuu la Uongozi la Taifa lilitengua kanuni inayoagiza kuchuja wagombea na kubakisha wagombea wasiozidi 3 kwa nafasi ya mwenyekiti wa taifa, makamu mwenyekiti Zanzibar na makamu mwenyekiti bara. Baraza Kuu la Uongozi la Taifa liliamua kuwapitisha wagombea wote ili mkutano mkuu ukachuje mmoja atakayekiongoza chama. Pili, Baraza Kuu pia lilitengua kanuni nyingine ya kanuni namba 714 inayoagiza mshindi kwenye nafasi inayogombewa na wanachama wasiozidi 3 kupata zaidi ya nusu ya kura halali. Baraza Kuu la Uongozi la Taifa lilifikia uamuzi huo kutokana na kutengua kanuni inayotaka kuchuja wagombea. Hivyo Baraza Kuu liliamua kwamba mshindi yule atakayepata kura nyingi ndiye atakayekuwa kura nyingi ndiye atakayekuwa amekuwa mshindi. 3, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa lilitengua pia kanuni inayohusu muda wa wagombea kujieleza mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa kwa idadi ya maswali ya kuulizwa. Baraza Kuu pia lilifanya maamuzi haya kwa sababu ile ya kuruhusu wagombea wote bila kuwachuja wakapigiwe kura kwa mkutano mkuu wa taifa. Ndugu wanahabari, mkutano mkuu wa uchaguzi ulimchagua Profesa Ibrahim Lipumba kuwa mwenyekiti wa chama cha taifa, ukamchagua Mheshimiwa Mbaruk Saif kuwa makamu mwenyekiti upande wa Zanzibar na Mheshimiwa Othman Dunga kuwa makamu mwenyekiti bara. Mkutano huo pia uliwachagua wajumbe wa baraza kwa kanda zao 9 kama katiba yetu na kanuni zinavyoeleza. Ndugu wanahabari, baada ya mkutano huo kuna wanachama kadhaa wakiongozwa na Mheshimiwa Mafuta na Chuma ambaye kwa sasa ni wanachama chama cha ACT Wazalendo, waliamua kupeleka malalamiko ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupinga uchaguzi huo. Pamoja na mambo mengine, walalamikaji walidai kwamba uchaguzi huo unapaswa kurudiwa kwa madai kuwa washindi hawakupata zaidi ya nusu ya kura zilizopigwa. Malalamiko hayo hayakufanyiwa maamuzi na ofisi ya msajili mwaka 2024 wala hayakufanyiwa maamuzi kwa ofisi ya msajili mwaka 2025, yamekuja kufanyiwa maamuzi tarehe
13 Februari mwaka 2026. Ofisi ya msajili ikaamua kuandika maamuzi kwa kutengua matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika mwaka 2024 kwa nafasi ya mwenyekiti wa chama taifa, kwa nafasi ya makamu mwenyekiti wa upande wa bara na nafasi ya mwenyekiti wa upande wa Zanzibar. Maamuzi haya yanakuja baada ya kutokea vurugu kwenye baada tu ya kuvurugwa kwenye uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana 2025 na vifo vya Watanzania wasio na hatia vilivyotokea, yaliyopelekea chama cha wananchi CUF kutoka hadharani kwa matamko makali zaidi ya mara moja, kikifanya hivyo Novemba tarehe 5 baada tu ya uchaguzi mwaka jana, lakini pia kikifanya hivyo tarehe 27 mwaka 2026 kwenye kumbukizi ya mauaji ya kinyama iliyofanywa kwa wanachama wa CUF mwaka 2001, kumbukizi ambayo imekuwa inafanyika kila mwaka tarehe 26 na tarehe 27. Na matamko hayo yalitolewa na mwenyekiti wa chama Profesa Lipumba kwa baraza, ni matamko ya chama na ni maazimio ya Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Kwa nini maamuzi haya yaje kipindi hiki na sio kipindi kirefu kilichopita tangu kufanyika kwa mkutano mkuu? Ndugu wanahabari, mara baada ya msajili kupokea malalamiko ya walalamikaji zaidi ya mwaka uliopita, na kwa kufahamu kwamba Baraza Kuu la Uongozi la Taifa lina mamlaka ya kutengua kanuni inazozitunga yenyewe, msajili wa vyama vya siasa alihitaji muhtasari wa kikao cha baraza hilo Kuu la Uongozi la Taifa lililoandaa mkutano mkuu huo uliopitisha muhtasari huo. Pamoja na mambo mengine, ulidhihirisha mambo ya msingi yafuatayo. Mosi, muhtasari ulisainiwa na Profesa Ibrahim Haruna Lipumba aliyekuwa mwenyekiti wa kikao cha Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Pia ulisainiwa na Injinia Hamadi Masud aliyekuwa katibu mkuu wa chama kwa wakati huo. Izingatiwe hapa kwamba viongozi wote hawa wawili waliokubali kusaini muhtasari huo walikuwa ni wagombea wa nafasi za mwenyekiti kwenye mkutano huo mkuu wa mwaka 2024. Muhtasari ulibainisha kwamba Baraza Kuu lilitengua kanuni 3 muhimu ili kupunguza malalamiko na kutaka mshikamano ndani ya chama. Kanuni hizo pia na ile iliyoelekeza kuchuja wagombea na kuwabakisha wasiozidi 3, kanuni iliyohusu muda wa kujieleza kwa wagombea hao na idadi ya maswali watakayoulizwa wagombea hao, na kanuni ya 714 inayotaka mshindi kwenye wagombea 3 apate zaidi ya kura halali. Ndugu wanahabari, katika maamuzi ya msajili, maelezo aliyoyaambatanisha ambayo bila shaka ndiyo yaliyopelekea kufikia hukumu au maamuzi aliyofanya ni yafuatayo. Kwanza, amekubali kwamba Baraza Kuu la Uongozi la Taifa ni chombo kinachotunga kanuni za chama, ndiyo iliyopelekea kanuni za chama lina mamlaka kisheria kutengua kanuni yoyote wakati wa uchaguzi. Hilo alikiri. Hivyo kikao cha Baraza Kuu hakikutoka nje ya mamlaka yake kilipoamua kutengua kanuni zile 3 ili kuruhusu uchaguzi uendelee na kila aliyeomba kuchaguliwa aweze kupata nafasi ya kujieleza na kupigiwa kura na mkutano mkuu. Pili, msajili amekiri kupokea muhtasari wa kikao cha baraza kilichoandaa mkutano huo. Hilo amekiri. 3, msajili amebaini kwamba waliosaini muhtasari huo ni miongoni mwa wagombea wa uwenyekiti katika mkutano huo uliolalamikiwa. Ni wazi kwamba mgombea yote angebaini muhtasari huo una dosari asingekubali kusaini kwa sababu na yeye angeathirika na muhtasari huo. 3, msajili amekiri kuona maelezo ndani ya muhtasari huo ya maamuzi ya kutengua hizo kanuni 3. Miongoni mwa kanuni hizo ni kanuni ya 714 aliyoitumia kwenye maamuzi yake. 4, msajili amehukumu kwamba muhtasari uliowasilishwa na chama na kusainiwa na katibu mkuu, ambao katika malalamiko ya msingi ni sehemu ya walalamikiwa, amehukumu kwamba kuna maneno ambayo kwa msajili hayako vizuri. 5, msajili anasema kwamba amebaini kwamba maelezo ya kutenguliwa
kwa kanuni ya 714 yaliyomo kwenye muhtasari si sahihi, na kwamba ameambiwa hayo na watu ambao hakuwataja. Lakini pia bila kujali taaluma ya kisheria ambayo tunaamini ofisi ya msajili inastahili kuongozwa na taaluma ya sheria, msajili anadhihirisha kuokoteza maelezo ya watu ambao hajasema ameyapata wapi, kwa utaratibu gani, ili wampe maelezo anayoamini. Na kwenye jambo zito la kisheria kama hili hajaeleza kwa nini hakutosheka na saini ya Mheshimiwa Hamad Masudi ambaye sehemu mojawapo ni mlalamikaji wa swala hili. 6. Msajili amedhihirisha kutambua uhalali wa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Lakini cha kushangaza, ofisi ya msajili imejiingiza kwenye zoezi la kuandaa na kusimamia uchaguzi wa marudio wa mkutano mkuu nje ya mipaka ya mamlaka ya ofisi yake. Ofisi ya msajili imenukuliwa na mwandishi wa gazeti la The Citizen la tarehe 14 Februari 26 na kwamba angeweka ratiba ya mkutano mkuu wa uchaguzi wa marudio siku ya Jumatatu, kwa ambayo ni jana, kwamba angeweka hadharani ratiba ya mkutano huo. Ni kwa nini ni msajili? Kwa nini si Baraza Kuu la Uongozi la Taifa ambalo lipo kisheria na ujumbe wake mpaka kwenye mkutano mkuu wa chama taifa, na wapo waliotenguliwa ni 3, baraza lipo limetimia na wajumbe wapo, na mimi mwenyewe nikiwa mjumbe wa baraza, lakini pia ni kiongozi wa chama mkubwa. Hili linajenga dhana ya uwepo wa mipango ya ofisi ya msajili wa chama cha siasa kupandikiza viongozi ndani ya chama cha wananchi kavu wa kivuli cha ukiukwaji wa kanuni katika uchaguzi uliopita. Ndugu wanahabari, pamoja na mapungufu yote hayo kwenye maamuzi, ofisi ya msajili imefanya kosa kubwa la kisheria kwa kutengua uongozi wa viongozi wakuu wa chama 3 national leaders waliochaguliwa na wapiga kura bila kuzingatia kanuni ya haki ya asili, principle of natural justice, haki ya kuwasikiliza viongozi hawa wakuu kabla ya utoaji wa hukumu au maamuzi dhidi yao. Kanuni ya haki ya asili ni sehemu ya haki za msingi na zinazolindwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuzingatia kuwa msajili ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu, tulitegemea kuwa hili lisingetokea katika ofisi yake. Katika uamuzi wake, sio Profesa Lipumba aliyechaguliwa kuwa mwenyekiti, sio Mheshimiwa Dunga aliyechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa upande wa Tanzania Bara, wala sio Mheshimiwa Mbaruku aliyechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa upande wa Zanzibar, waliotakiwa kujitetea juu ya tuhuma za walalamikaji kabla ya matokeo ya uchaguzi uliowaweka madarakani kutenguliwa. Walitakiwa wapewe haki ya kusikilizwa. Hili halikufanyika. Zaidi ya hayo, ofisi ya msajili kupitia kwa uamuzi wake imetoa tuhuma nzito dhidi ya kamati ya uchaguzi huo. Mkutano mkuu wa chama taifa ulikuwa na kamati ya uchaguzi. Kwa hiyo ametoa tuhuma nzito dhidi ya uchaguzi huo kwa madai ya kutozingatia kanuni ya chama katika kuendesha uchaguzi huo. Lakini cha kushangaza, hakuna mahala katika uamuzi huo mwenyekiti wa kamati hiyo aliitwa kuhojiwa au amesikilizwa ili kuzingatia hoja zile kabla ya kutoa hukumu dhidi ya kamati yake. Cha kushangaza pia, katika uamuzi wake tuliopokea siku ya tarehe 16 mwezi wa pili 2026 kuhusiana na malalamiko ya waliokuwa wajumbe wa Baraza Kuu waliofukuzwa chama, ofisi hiyo ya msajili imetoa uamuzi wa kudai kuwa chama hakikuwasikiliza walalamikaji kabla ya kuwachukulia uamuzi wake kinyume na takwa la kanuni ya haki asili. Swali ni kwamba kwa nini ofisi yake katika maamuzi yake juu ya viongozi wakuu imeminya haki hiyo, na kwenye uamuzi wake juu ya watu wengine imezingatia haki hii? Hii inathibitisha namna ofisi yake ya msajili ilivyokuwa na double standard. Asanteni kwa kunisikiliza.